Msichana mdogo aliacha kwa bahati nasibu machozi yake kuangukia ndani ya supu, lakini baada ya kaka yake kuiinywa, miguu yake ambayo imekuwa imelemewa kwa miaka 10 ilipona. Ilibidi kuwa msichana huyo alikuwa mtoto kiota aliyetumwa kutoka mbinguni, lakini alikuwa amekuwa akionekana kuwa mtu asiye na bahati na watu. Familia mmoja kijijini ilimlea na kumweka kizizini, na alijikimu kwa kuchuma mboga za mwituni kila siku. Siku hii alipata mmea wa mstatili wenye majani manne, kwa hivyo alitahidi kuwa anafagiliwa na familia nzuri. Kwa bahati nasibu, wakati huo huo, mke wa jenerali alipita akapoteza njia. Binti wa bibi huyo alikuwa amefariki muda mfupi kabla. Alikuwa amezama kwenye huzuni kila siku na hali yake ya mwili ilikuwa duni. Alimkosea msichana mdogo kwa kuwa mwombaji barabarani na akamtaka kumpa chakula kidogo. Msichana huyo alikunywa mkono wake kuonyesha shukurani, lakini kitendo hiki kwa kushangaza kilipoa bibi huyo aliye hatarini. Hata aliweza kuinua jiwe la tani 100. Baada ya kujua kuwa msichana huyo alikuwa yatima, bibi huyo aliamua kumchukua nyumbani kwenye jumba la jenerali, ili hivyo matakwa ya msichana huyo yalitimizwa. Katika jumba la jenerali, walimbadilisha msichana huyo nguo mpya na bibi huyo alimtambulisha kwa uvumilivu familia yake kwake. Lakini alipotambulisha mtoto wake wa kiume, uso wake ulikuwa umejaa huzuni. Mtoto wake wa kiume alizaliwa mlemavu na angeweza tu kuishi kwenye kiti cha magurudumu kila siku. Kujua hili, msichana huyo aliamua kusaidia. Alitengeneza dawa ya kichawi kwa machozi yake. Mtoto huyo aliponywa dawa, miguu yake mlemavu ilisimama mara moja. Bibi huyo alimshukuru msichana huyo sana kwa hili. Tangu wakati huo, hakuna mtu tena katika jumba aliyekuwa mgonjwa. Lakini usiku huo huo, msichana huyo aliota kuwa jenerali aliuawa risasi. Aliamka kwa hofu. Bibi huyo alimtuliza akisema ni ndoto tu, lakini hakujua kuwa msichana huyo alikuwa na uwezo wa kutabiri. Siku iliyofuata, mtumaji alikuja kuripoti kuwa jenerali alialikwa kwenye karamu ya siku ya kuzaliwa. Kusikia hili, msichana huyo alikumbuka mara moja ndoto hiyo. Ili kuzuia msiba kutokea, aliomba aende kwenye karamu pamoja naye. Jenerali alimpendea na akakubali. Wakati wa karamu, mwanamume aliye na bunduki kwenye ndoto ya msichana huyo alionekana kweli. Alikuwa adui wa jenerali, lakini alionekana kuwasha moto sana siku hiyo. Kisha aliwaleta vichwa 6 vya sanamu za Budha za kikale. Kama jenerali angeweza kuchagua moja tu halisi kutoka kwao, angetoa jeshi lake, vinginevyo ingekuwa kinyume chake. Kwa hivyo msichana huyo alichagua ile halisi kwa niaba ya jenerali na kuivunja, lakini hakujua kuwa hii ndiyo hasa sababu iliyosababisha kifo cha jenerali.